والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kwanza tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kuhudhuria katika hafla hii ya nikah. Na leo jambo limekubika, tuko kwa shekhe wa kata na mjumbe wa baraza la mashekhe, kwa hivyo lazima hakuna budi tuhudhurie eneo hili. Na shughuli hii inaonekana kuwa ni ndogo, lakini ni kubwa kuliko shughuli kubwa, kwa sababu ukubwa wa shughuli sio watu wengi, isipokuwa ukubwa wa shughuli unategemeana kwamba ni nani aliyehudhuria katika hafla hii. Kwa ndugu zangu, kwanza nitambue uwepo wa mzee wetu Sheikh Musa Kitumbo, ambaye kwamba ndio raisul jalsa, ndio mwenyekiti wetu wa halmashauri hii ya kata ya Chanika. Lakini pia nitambue uwepo wa katibu, huyu ndio mkurugenzi wetu katika wilaya hii katika upande wa Nyingi. Lakini nitambue uwepo wa Sheikh Bakari Mwenjuma Mahalo, shekhe wa kata Vimaoni na mjumbe wa baraza la mashekhe. Lakini nitambue diwani wa kata hii, lakini watambue maustadhi wote, kina Sheikh Nuru na maustadhi Abu Idi huko hapa na kademu kake kazuri kabisa. Alhamdulillah, mambo yanakwenda. Ndugu zangu, nisitaulishe muda, mimi naomba nizungumze machache, halafu nimpe Sheikh Bakari amalizie, kwa sababu yeye kwenye mambo haya ni hodari zaidi ya kuweka mambo sawa katika mambo ya ndoa. Ndugu zangu, Mtume wetu Muhammad anasema an-nikahu sunnatul anbiya wa shi'arul atqiya. Ndoa ni sunna ya mitume na ni alama ya wacha Mungu. Kwa hiyo alama ya kwanza kabisa ya kumjua mtu ni mcha Mungu ni kuwa yumo ndani ya ndoa. Lakini kuna hatari kubwa ikiwa mtu ni mcha Mungu anaonyesha, lakini hayumo kwenye sunna hii. Hata Mtume wetu Muhammad anatuambia shirarukum uzabukum, waovu wenu, wale wasioaminika ni wale wajane wenu. Kwa ndugu zangu, hapa panaonyesha ya kwamba kila mtu atakavyokuwa anaonekana kwenye macho ya watu kwamba ni mcha Mungu, lakini kwa Mtume Muhammad yeye bado huyu ni mtu anashaka, Uislamu unamtilia mashaka. Kwa ndugu zangu, hili ni jambo moja kubwa sana. Lakini jambo kubwa nyingine, hatutaki kumsifu shekhe wetu Sheikh Ali kwa jambo alilofanya, kwa sababu Mtume wetu Muhammad ametuambia kabisa katika haki za watoto wa kiume, kwanza kuna malezi atakiwa yafuatiliwe. Jambo la kwanza, ayuhassin asmahu, ni kumpa jina zuri, na tayari Sheikh Ali ameshalifanya jambo hilo. Lakini jingine ni kumfundisha Uislamu. Sheikh Ali ameshafanya kwa kijana wake. Lakini wa ayuzawijahu, na kumwozesha pale anapokuwa amefika umri wa kuoa. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba uweze kumkinga na madhara mbalimbali ambayo yanaweza kumtokea. Ndugu zangu, ndoa inataka kulindwa. Ndoa ni kama vile safari, na mtu anaposafiri hawezi akasafiri akakuta mteremko au akapita tambalale. Kuna wakati atakutana na mabonde, atakutana na milima, atakutana na mashimo, atakutana na mawe. Kwa hiyo moja katika nguzo kubwa na siri kubwa ya kudumu katika ndoa ni kuvumilia. Kwa wanandoa, tunapokuwa tunakuta katika majlisi haya, tunawaambia wale wanaooa au wanaoolewa, lakini na sisi pia tunaongezeana huku kwenye vikao hivi. Huenda ukapata machache ambao anazungumzwa huyo anayeoa anaolewa, lakini wewe pia na wewe ukaona kwamba kumbe nukuta hii inanifaa ukachukua. Kwa ya kuzungumza ni Sheikh Bakari, nimeomba mimi kwamba nafasi hii dakika 3-4 uweze kuimalizia ili tuingie katika kiapo. Tafadhali mashukuru.